Fredi Kafuru. Fredi uko wapi? Hebu Fredi sogea tuambie. Huyu mwingine kumdai mkurugenzi manispaa ya Iringa kiasi cha shilingi milioni 26,424,024. Tengeneza madirisha. Hebu Fredi Kafuru. Ni huyo Fredi Kafuru yuko wapi? Mkurugenzi, madirisha mlishapokea, kwa nini hamlipi? DC na manispaa. Kuna huyu Michael Samuel madai ya fedha kiasi cha shilingi milioni 5. Alifanya kazi ya ujenzi wa shule ya msingi, shule ya sekondari Isimani. Haya, Michael Sasamala. Hebu na wewe sogea hapo tuambie ni nini hiyo. Ndio waita wako wapi? Hebu tuambie. Kwa majina naitwa Fredi Hashim Kafuru, ni mkazi wa Iringa, ni mzabuni katika halmashauri zote za nchi hii, tunafanya kazi na serikali. Nadai halmashauri ya manispaa ya Iringa katika mradi wa stendi ya Igumbiro madirisha aluminium kiasi cha shilingi milioni 21 toka 2021 mwaka wa fedha 2022 na milioni 4,600,000 shule ya Iringa Girls. Ilikuwa wakati wa kazi maalum. Baada ya kumaliza ukarabati, ulikuwa kuna usafishaji wa mitihani, tulitengeneza vitanda vya chuma. Pia nadai katika halmashauri ya wilaya Iringa DC, hospitali ya wilaya Godikafu, hospitali ya zahanati ya ni kituo cha afya cha Isimani, kituo cha afya cha Malenga Makali Mkulula, jumla ya milioni 26. Mkurugenzi tuambie. Unatambua madeni hayo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nianze na swala la Isimani sekondari. Ni kweli anadai hizo fedha, lakini aliingia mikataba na serikali kwa maana ya ODC mwaka 2014. Baada ya kuingia kwenye mkataba huo, kesi hiyo ilienda mahakamani na hatimaye ikaamuliwa kwamba alipo hizo fedha. Kwa hiyo kilichotokea, naanza na ile la shule ya sekondari Isimani. Kama yeye anahusika kwenye shule ya msingi ya sekondari Isimani, basi eleweke hivyo. Baada ya kuwa imeenda mahakamani, mahakama iliamuru kwamba alipwe na ODC kwa maana ya kamati ya maendeleo ya kata. Sasa kutokea kipindi hicho cha 2014 waliendelea kubishana kule kwenye ngazi ile, lakini kwenye ngazi ya halmashauri ilikuwa haijafika. Lakini baada ya kulisikia mimi, niliagiza kamati ya maendeleo ya kata ione namna nzuri ya kulilipa haraka iwezekanavyo. Na sasa wako kwenye mazungumzo ya namna gani watalipa kwa awamu gani. Mazungumzo ya nini? Wanafanya mazungumzo kwa sababu lazima wajikomiti. Mkurugenzi, umesema tangu mwaka gani? 2000. Hilo nimelisikia kwamba lilikuwa tangu 2014. 2014. Ameshaenda mpaka mahakamani. Mahakama imesema alipwe fedha yake. Hebu niambie, huyo angekuwa anadaiwa kodi na TRA tangu mwaka 2014, nyumba yake ingekuwepo? Angekuwa anadaiwa benki, angekuwa anadaiwa na benki, hiyo dhamana aliyoweka ingekuwa bado tangu 2014. Mkurugenzi, huu ni mtaji wa mtu, ni maisha ya mtu. Amejiajiri na ameajiri na wengine.
Mpaka mahakama imeshasema mlipeni. Miaka zaidi ya 15 sasa inaelekea 2014 mpaka leo 2024 inaelekea 15 sasa. Mheshimiwa Waziri wanajadili nini? Wanajadili nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kilichoko ndani yake ni kwamba sasa hiyo kata, mkurugenzi, hiyo kata ambayo hawa wana hiyo fedha yake hii, wana akiba yeyote hapo kwenye fedha zinazotakiwa kwenda kwenye kata yao? Kwa maana ya kutoka halmashauri kwenda kule? Ndio. Kwa mwaka huu hazipo. Sasa kwa sababu tunaanza mwaka wa fedha, kabla hujashusha fedha yeyote kule, kata kwanza deni la huyu. Sawa. Kata deni, mlipe, ndio zingine zitakazofuata ushushe huko. Nimelipokea Mheshimiwa. Sasa hii mambo gani haya? Ni kwa sababu muda umeshakuwa mrefu sana tangu mwaka 2014. Inawezekana waliofanya hii na wenyewe hawako hapo tena. Nimeogopa kuwaadhibu ambao hawakutenda hili kosa. Ningewaambia leo hii mlipe hapa. Sasa hii mambo gani bwana? Sasa wewe kaa na hiyo ODC hiyo, pitia hizo budget zilizopitishwa, kata fedha ya kijana wewe ulipa. Tena kama una akiba mlipe, alafu wewe utakata mapato haya yanayokuja. Mlipe kijana aondoke, aendelee na shughuli zake. Nenda kaangalie kwenye kikapu hicho. Kata fedha hiyo, lipa, alafu kata fedha yao. Wanajadiliana nini? Unajadiliana muda wote huu, miaka yote hii unajadiliana nini? Mahakama imeshaelekeza. Basi tu ni majengo ya umma. Yangekuwa binafsi makampuni, tungekamata jioni hii tuuze, alafu tumlipe kijana. Sasa wewe kata fedha inayokwenda kwao. Mwaka wa fedha si unaanza wiki ijayo tu. Kata hizo fedha. Hiyo ni kata gani hiyo? Isimani. Mheshimiwa Diwani uko wapi? Kwa maana ya Kiorogota. Mheshimiwa Diwani, mtendaji wa kata naye asogee hapo. Mtendaji wa kata yuko wapi? Haya, waisheni usiku huu, muaishe mapendekezo, fedha hiyo ikatwe fungu gani. Ninapokwenda kwenye majumuisho niambiwe inakatwa fungu gani. Mkurugenzi, wasipoleta pendekezo ikata hata mishahara, ili wawahi kujua fedha kukosekana kuna maanisha nini. Kata tu zinazokwenda huko kwao, kata hizo. Haya, hiyo ni milioni ngapi hiyo? Ilikuwa milioni 3 ambazo zilikuwa zinadaiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna swali ambalo lilikuwa limeulizwa jingine. Ziko mbili. Ambalo linahusu kituo cha afya Malenga Makali. Kituo cha afya Malenga Makali ni kweli kinadaiwa. Na kinadaiwa kwa sababu wa ujenzi ule haukuisha. Na hatimaye likabidhiwa na kuelekezwa na waziri wa TAMISEMI wakati huo, miaka hiyo, kwamba kuna mambo ambayo hayakwenda vizuri na kituo kile kumalizika. Kwa hiyo iliundwa kamati ambayo ilitakiwa kufuatilia na kuona ni nini kilichotokea mpaka fedha zile kumalizika kituo kile, na hatimaye uchunguzi ukawa unaendelea katika ngazi ya wizara. Kazi alishajenga kujenga. Nimekuta bado hakijaisha kile kituo, kwa maana ya kwamba kumalizika ujenzi. Kazi amefanya hajafanya? Sina uhakika kwamba alifanya. Kwa sababu anaweza akawa amepewa kazi ya kupaua, lakini kituo hili kikamilike ni finishing. Lakini yeye akawa ameshapaua. Kituo hakijakamilika kwa sababu hakijafanywa finishing. Ndio mnamnyima na ya kupaua. Mheshimiwa Waziri, haya na yenyewe iwekeni kwenye utaratibu. Mnapoanza mwaka wa fedha iwekeni kwenye utaratibu. Najua tumeshabakiza wiki 2 hivi kumaliza wiki. Tunaelekea takriban wiki 3 kumaliza mwaka wa fedha. Wenda mmeshamaliza mafungu yote. Sasa na yenyewe hii itachukua namba yako ya simu bwana. Talisisitiza hilo ili tupate huo mrejesho.
Sawa. Haya, hoja ya sekondari. Kwenye sekondari ya wasichana, ndugu yetu anadai na kwenye sekondari ya wasichana Iringa, shule ya wasichana. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli mlalamikaji wiki iliyopita tulikaa naye mezani kwa ajili ya kujadiliana haya madeni. Alikuja na deni moja hili la Igumbilo la milioni 21, na tulipoita wakaguzi tulipojiridhisha ni kweli anadai, na mpango tuliouweka tunavyoanza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10 ili deni tutakuwa tumelimaliza kwa kumlipa kwa awamu mbili. Ya kwanza milioni 11 na awamu ya pili ni milioni 10 kabla ya mwezi wa 10 kufika. Lakini pia aliwasilisha ile deni la Iringa Girls ambapo anasema aliweza kukarabati vitanda ambavyo vilitumika kwenye tukio la kitaifa la usahishaji. Ili tumemwahidi tarehe 9 Jumanne tunamlipa hii milioni 4 ya Iringa Girls. Naomba kuwasilisha. Hicho ndicho nakupendea mkurugenzi. Una jitihada pamoja na kwamba umerithi madeni. Unafanya jitihada sana. Hata ukisema hata ile ingine kwamba utalipa unapoanza mwaka wa fedha, tunakuamini hivi. Sasa muandikishiane tu ili ajue kwamba mmekubaliana hivyo. Fanye kuandikishiana. Hongera mkurugenzi. Akifanya kazi nzuri inabidi apewe maua yake. Sasa pamoja na ndugu mkurugenzi na pamoja ndugu zangu hao ambao mlisema hizi hoja, najua ziko zingine zinaendelea, lakini kaeni mueleweshane, kwa sababu kuna watu wengi pia wanataka wasikilizwe. Kama kuna eneo linahitaji ufafanuzi zaidi, basi peaneni ufafanuzi huo na maafisa hapo ili tuweze kuendelea. Huyu tulimuita mwingine, yule anaitwa